Hapa ni nje ya hoteli ambayo dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki amefikia katika kaunti hii ya Moyale nchini Kenya, ambapo yupo hapa maalum kwa ajili ya ziara ya kidawa itakayoanza katika siku ya hapo kesho. Safari ya kutokea Isiolo hadi hapa Moyale ilikuwa ni safari ambayo imejaa mambo mengi zaidi. Sasa nataka nikupatie mambo matatu makubwa ya safari ya Sheikh Nuruddin Kishki kutokea katika kaunti ya Isiolo hadi hapa katika kaunti ya Moyale. Jambo la kwanza ni mapokezi ya kishindo, ambapo hali ya mji wa Moyale na viunga vyake ilibadilika mapema hii leo, wakazi wakijitokeza kumlaki dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki. Mapokezi hayo yalianzia umbali wa kilomita 20 nje ya mji wa Moyale, ambapo msafara mkubwa wa magari ya kifahari na pikipiki ulikuwa ukimsubiri kwa usalama zaidi. Msafara huo uliongozwa na ving'ora vya polisi, huku barabara kuu ikifungwa kwa muda kuruhusu msafara huo wa kihistoria kupita, jambo linaloashiria heshima kubwa anayopewa dai huyu wa kimataifa. Natumia fursa hii kuwashukuru Waislamu wa Moyale kwa mapokezi makubwa kama mlivyotangulia kusikia. Zaidi ya kilomita 20 wametupokea na magari zao na watu mbalimbali na escort na kila kitu. Hii ni heshima kubwa sana mmetupa, hatuna la kuwalipa. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa. Mimi nimekwisha tia timu Moyale, sasa tuwe pamoja katika durus na katika mihadharat insha Ar-Rahman alladhi allama al-Quran. Tunafurahi sana kuona Sheikh Nuruddin Kishki. Tangu utotoni yetu sisi tunasikia Sheikh Nuruddin Kishki kwa TV, tunasikiza mawaidha yake, hatujawahi muona. Leo tuko na furahi Sheikh Nuruddin Kishki kufika Moyale, na sisi tuko na furaha kubwa. Tunasema watu wa Moyale wakaribie, wafaidike na huyu Sheikh. Kwa hivyo tunasema karibuni sana. Inshallah tumejiandaa inshallah taala kuwapokea inshallah na kupokea maneno na inshallah na tuweze kuyatekeleza vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Jambo la pili, matabligh wasimamisha msafara wao kwa ajili ya kumsabah Sheikh Kishki. Safari hiyo ilipata baraka za kipekee ilipowasili katika eneo la Marsabit. Kundi la walinganiaji wa dini maarufu kama tabligh waliokuwa katika harakati zao za kuelekea katika dawa walazimika kusimamisha msafara wao baada ya kubaini kuwa Sheikh Kishki alikuwa njiani. Katika hali ya upendo na udugu wa Kiislamu, walinganiaji hao walisalimiana na Sheikh Kishki, wakapata fursa ya kubadilishana maneno ya hekima na kumuomba wafanye dua maalum ya kheri katika kazi yao ya kulingania dini ya Allah. Sote tuombeane dua kwa sababu sote tupo katika fi sabilillah. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie juhudi zetu ndogo katika dini na atupe ikhlas katika kazi yake hii ambayo tunaifanya, na siku ya kiyama atufufue katika al-firdaus al-a'la pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu ni changamoto ya hali ya hewa. Msafara huo ulipambana na hali ya hewa ngumu katika safu za milima ya Marsabit. Ukungu mzito ulitanda barabarani na kupunguza uwezo wa kuona, huko baridi kali ikitawala katika eneo hilo. Licha ya mazingira hayo magumu ya barabarani, msafara uliendelea kwa mwendo wa tahadhari kuelekea Moyale, huku ari ya wananchi kumlaki Sheikh Kishki ikiwa bado ipo juu. Hapa sio Ulaya wala sio Amerika, hapa ni Afrika, na hapa ni Afrika Mashariki, na hapa ni Kenya, na hapa ni Marsabit. Wama adraka ma Marsabit. Ni safari ambayo imeacha alama kwa wengi wa wakazi wa kaskazini mwa nchi ya Kenya. Endelea kubaki nasi kwa taarifa zaidi za ziara hii ya dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki katika kaunti ya Moyale. Khalid Omar, Moyale nchini Kenya.